aya tuliyosoma ya suratu Hujurat aya namba 6, Mwenyezi Mungu anasema injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu, akiwajieni fasiki na habari ifanyieni uchunguzi. Haya ni maagizo ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Antusibu qauman bijahala, kwa sababu mtakuja kuwaumiza watu kwa kutojua ubaya na athari ya zile habari. Hapa Mwenyezi Mungu anaongea na wanahabari kwamba ukikaa na kamera yako, mtu akanambia ni rekodi kama hivi nilivyosema, basi kuwa makini anataka kusema nini. Sio kila kilichosemwa kinatakiwa kifike katika jamii. Mtume anasemaje? Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, yanatosha kwa mwanadamu kuwa ni madhambi kuhadithia kila alichokisikia. Sio kila ulichokisikia ukifikishe tu, la. Kwa hiyo nitatoa mfano wa wazi kwa nafasi yangu. Sasa hivi imekuwa habari nyingi ni za mlipuko. Juzi tumemwona mtu katoka katika habari anasema pweza haramu. Jamani, taharuki si taharuki? Lakini imerushwa ile habari. Mtu kajisemea pweza haramu. Tunaulizwa mashaka, jamani hiyo sawa si sawa? Hapa mimi nalia na alorusha ile habari zaidi kuliko yule alosema. Ndio injaakum fasiqun binaba'in pweza ni haramu. Lakini juzi nimemwona mtu mwingine na anajiita shekhi anasema kwenda Maka ni ushirikina, ni kafiri, unatakiwa uende Al-Kaaba, na imerushwa. Menalia na alorusha ile habari. Nadhani wote tumeona. Sasa kwa nafasi yangu tunakumbushana, tusaidiane wanahabari katika hizi habari tunazozirusha. Jamii inataka utaratibu, jamii inataka amani, jamii inataka kushusha pumzi zake. Na sasa hivi ulimwengu umehamia katika habari. Tukiamka asubuhi sote tunafungua habari. Juzi mtu mmoja akanambia, mtu mkubwa sitaki kumtaja hapa, ananiambia Walidi, unajua sasa hivi watu badala ya kusikiliza magazeti wanakusikiliza wewe. Asubuhi katika studio nyingi na station nyingi za radio zinasoma magazeti. Anasema una habari sasa hivi, wimbi la kukusikiliza wewe na kusikiliza habari za magazeti wewe umezidi. Nikamwambia hata sijui. Anasema wallahi mimi nikiamka nyumbani nafungua blog yoyote katika hizi zenu za Waislamu, nasikiliza unasema nini. Kwa hiyo mimi sasa hivi nakuwa makini, natamka kitu gani ili nisilete taharuki katika jamii. Kwa hiyo nawapongeza wanahabari, lakini nawakumbusha hili. Mtu akiwa amesema kitu, basi muulizeni hiki umekipata wapi. Nitamalizia, angalieni wakati wa Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kuna mtu alimpelekea habari Saidina Umar, wakati huo ni khalifa, akamwambia nimemkuta mtu na mwanamke wanafanya machafu. Lugha inaelewekana, nimetumia tafsida. Nimemkuta mtu na mwanamke huko wamejificha wanafanya. Saidina Umar alikaa chini, akamwambia kaa chini wewe, akampiga yule. Akamwambia umewakuta barabarani wamejistiri? Wamejistiri. Wewe mbona unawafunua? Sijui imeeleweka. Kwa hiyo akaadhibiwa yule mbele za watu kwa sababu ya kueneza machafu ya watu waliojistiri. Sio kwamba hapa Saidina Umar anasaidia lile jambo, lakini hapa anakataza kueneza habari chafu, kueneza habari isiokuwa na mashiko, kueneza habari ya taharuki katika jamii. Kwa hiyo nawapongeza, tunawapenda, na mimi binafsi sijui hata niwafanyie nini wanahabari. Kila nikiwaona natamani niwabebe juu juu, kwa sababu mnatusaidia kwa namna mnavyoeneza elimu ya dini sasa hivi.